Ikhwani wa ahbabi fillah wa tamaman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Zinjibara TV, fahari ya Zanzibar, karibu katika matangazo yetu hapa leo, tukiwa katika Masjid Firdaus iliyopo Kinondoni Bwawani, Dar es Salaam, ambapo tutakuwa na darsa ambayo itakayotolewa na Sheikh Shamsi Ilmi, ambaye yeye atakayetuhudhurishia mada katika siku ya leo. Na je, itakuwa ni mada gani na vipi itakavyokuwa? Moja kwa moja kwa sasa nikupeleke katika darsa hii, mtazamaji mpendwa, kuweza kushuhudia na kuweza kusikiliza namna gani itakavyokuwa. Mimi ni Saleh Al-Barawi, kijana wa tamaman, nikiwa na DOP, Director of Photographic hali, na mkurugenzi wetu gwiji nguli mwamba Profesa Alhaji Sheikh Salum Mardhia kutoka Zanzibar mpaka Dar es Salaam. Falyatafaddal mashkuran maajura katika darasa siku ya leo. Wa tamaman. Shukran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa neema zake na uwezo wake ametukutanisha katika moja ya nyumba zake baada ya salati al-maghrib. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie swala yetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kila sekunde, dakika tutakayoitumia katika muhadhara huu, na wewe kuwepo kwako hapa msikitini kwa nia ya kujifunza elimu ya dini na kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kila sekunde iwe ni sababu ya kusamehewa madhambi, lakini vile vile iwe ni sababu ya kunyanyuliwa daraja. Natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa msikiti kwa kunipa fursa hii ya kukutana na ndugu zangu katika iman ndani ya msikiti huu mpya mzuri kabisa, mashaallah, ili tuweze kuzungumza pamoja masala yatakayotusaidia katika kupandisha imani zetu. Ndugu zangu Waislamu, maudhui ambayo nimeiandaa kwa dakika chache ni maudhui ambayo inasema kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Nimeamua nizungumzie maudhui hii kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo maradhi yake makubwa ni maradhi ya humum wal ahzan wal afkar, ni maradhi ya stress, ya msongo wa mawazo. Na haya maradhi, ndugu zangu Waislamu, ni maradhi ya hatari kuliko maradhi yoyote ambayo hujawahi kuyasikia. Na takwimu zinaonyesha kwamba afya za watu wengi zinaathirika kutokana na kuwa na humum na msongo wa mawazo, kutokana na aina ya maisha ambayo tunayaishi hivi sasa. Sasa matibabu yake yapo kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yapo kwa kujitambua wewe ni nani, na yapo kwa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ni nani. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na kuzingirwa na changamoto za kidunia, saa nyingine mpaka mtu anasahau kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Na kama tutatoa fursa ya kila mtu azungumze changamoto zake humo msikitini, kwanza tutakesha, lakini pili kila mtu ataona ya mwingine ni kubwa kuliko ya kwake. Vifua vyetu vimebeba vitu vizito vizito, na hii kila mtu anafahamu, katika biashara yake, katika familia yake, katika kazi yake. Almuhimu kila mtu anazo changamoto mbalimbali. Wote tuna shida, wote tuna mitihani, na wote tuna changamoto lukuki. Zipo changamoto za maradhi, ima ni wewe mwenyewe unaugua au unauguza. Umehangaika na mgonjwa wako, hospitali zote gharama kubwa, umempeleka mpaka nje,
mwisho wa siku umekata tamaa. Zipo changamoto za umaskini, unahangaika kutafuta riziki na familia yako, lakini kila siku unachokipata hakikutoshelezi. Umeingia katika mzigo mkubwa wa madeni ambaye anakuelemea na saa nyingine anakunyima mpaka usingizi. Ziko changamoto za watoto. Uliomba kwa Mwenyezi Mungu akujalie watoto wenye kheri na wewe, lakini Allah amekupa watoto ni mtihani. Lakini wala aksi sahih, Allah hajakujalia kupata kizazi. Kila siku unaomba upati, uko peke yako, unasononeka, unahuzunika, macho ya watu yanakuchoma. Zote hizi ndugu zangu ni changamoto, kama sio moja mbili basi unayo moja katika hizo. Saa nyingine unahisi hakuna pa kwenda, milango yote imefungwa mbele yako, shetani anaingia kukupandikizia huzuni. Alhazan minash shaitan. Ukijiona na huzuni ujue shetani amekukaribia karibu yako. Na ndio maana katika sifa za watu wa peponi, la khawfun alaihim wala hum yahzanun, hawana hofu wala hawana huzuni. Kwa hiyo ukishaanza kupatwa na huzuni na shetani anakukaribia, anakukatisha tamaa, anakukumbusha dua ulizoomba, anakukumbusha kheri unazofanya, anakukumbusha ibada unazozifanya, halafu anakukumbusha kwamba katika vyote hivi hujapewa kitu chochote na wewe unayemwabudu. Lengo akate connection baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Unahisi milango yote imefungwa mbele yako. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, fafirru ila Allah. Utakapopatwa na hizi cases ambazo tumezizungumza, ambazo kila mmoja anazo, kuanzia mimi mzungumzaji na hakika na nyinyi ndugu zangu wasikilizaji mnazo. Unapopatwa na hali kama hii, Mwenyezi Mungu anasema fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Allah subhanahu. Sio mtembee, mkimbie. Ndio maana kukimbia ni kwenda haraka haraka. Fanyeni haraka, kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mufassiruna wanasema alhurubu min ash-shay' huwa alhurubu min shay'in mukhifin ila shay'un amin. Kukimbia kuna kukusudio hapa ni kukimbia kutoka katika eneo la hofu lenye kuogopesha kwenda katika eneo lenye amani na usalama. Min shay'in muz'ij ila shay'in mutma'in, kutoka katika eneo linalokusumbua kifikra, mawazo, nenda katika eneo ambalo fikra zako zitatulizana. Napo ni wapi? Ni kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika as-salaf as-salih, mmoja wema, anaitwa Fudail ibn Ayyad, mashuhuri, mwanachuoni mkubwa wa Kiislamu. Yeye ni mmoja katika maimmatil haramain, imamu wa msikiti mtakatifu wa Makkah. Siku moja anakwenda msikitini, akapita nje ya nyumba za zamani tunazifahamu, vigogo vya mitende, majani, yani hakuna stara takriban. Akasikia ndani ya nyumba mtoto analia kwa sauti kubwa sana, na sio analia tu, anachapwa, anapigwa na mzazi wake, na kilio chake kikamfanya asimame kwamba afanye nini sasa, aingie kutoa nasaha, kuamua au asubiri. Lakini ghafla wakati anafikiria, anasema mlango wa mbele ukafunguliwa, mtoto akatoka speed, katimuliwa na mama yake, na mama akaufunga mlango kwa nguvu. Akasema intahatil qadhiya, qadhiya imemalizika, naendelea na safari zangu. Akaenda zake msikitini, kaswali, kakaa, kapumzika. Anarudi pale pale katika nyumba ile, anamkuta yule mtoto aliyokimbia yuko nje ya mlango, anagonga mlango huku akimwita mama yake na kumbembeleza afungue. Mama nisamehe, mama nje baridi, mama nasikia njaa, mama nifungulie, mama nimekosa. Fudail akataka aone ile scenario inaishia wapi. Akakaa pembeni,
Asante. Mtoto aligonga mlango sana, na kwa sababu ni mtoto mdogo akapitiwa na usingizi kwenye kizingiti cha mlango wa wazazi wake. Lakini ghafla mama akafungua mlango baada ya mtoto kulala. Ayad amekaa mbali, angalia, akamwona mtoto wake amelala kwenye kizingiti cha mlango. Akamnyanyua kwa huruma, mapenzi, huku akilia, huku akimkumbatia, huku akimbusu mtoto wake. Akaingia naye ndani na akafunga mlango. Ayad anasema lam atamalak nafsi, sijaweza kuimiliki nafsi yangu. Machozi yangu yakaanza kububujika kutokana na ile hali niliyoiona. Si kwa sababu mtoto alilala kwenye kizingiti, lakini anasema nilijiuliza, mimi Ayad nimemkosea Mwenyezi Mungu mara ngapi? Na ni mara ngapi nimegonga mlango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuomba msamaha kama alivyogonga huyu mtoto katika mlango wa mzazi wake? Nikarudisha mkanda wa maisha yangu na madhambi na makosa ambayo nimemfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mara ngapi nimemgongea Mwenyezi Mungu mlango kwa kulia na kumwambia ya Allah nimekosea, ya Allah nimekukosea, na kumuomba na kumbembeleza, ni mara ngapi? Anasema tukio lile lilibadilisha maisha yake kabisa, na tukio lile lilimfanya akithirishe qiyamul layl. Kwa maana ipi? Alikuwa anamgongea Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo mtoto anamwambia mama nifungulie, nasikia baridi, nasikia njaa. Kwa maana nyingine hana sehemu ya kwenda, sehemu pekee ya kwenda ni nyumbani kwao. Walillahi almathalul a'la. Huu ni mfano wa kukurubisha maana, na yeye anaishi kwamba mimi kama Fudayl nilisahau kwamba sehemu ya kwenda ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumlilia na kugonga mlango na kumwomba Mwenyezi Mungu anifungulie milango yake niweze kuingia, aweze kunikumbatia, aweze kunifungulia milango yangu, aweze kunisamehe madhambi yangu. Ndugu zangu Waislamu, shida tulizonazo ni fursa ya kutambua kwamba sisi si lolote, si chochote. Shida ni kupata, ni fursa, ni message. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuambia wewe huwezi kufanya kitu chochote bila mimi. Ni fursa ya kukukumbusha kwamba kuna sehemu ya kukimbilia, kwamba unaye muumba aliyekuumba, mwenye huruma na wewe. Mgongee mlango wake, muombe. Ndugu zangu Waislamu, tukielewa sisi ni kina nani, tutamuelewa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nani. Sharti tujielewe. Sasa tunajisahau, sasa tunajiona tunajitosheleza, na ndio maana tunampa Mwenyezi Mungu nafasi ndogo. Lakini tukijitambua ukweli wetu, wallahi siku zote Allah atakuweko mbele yako, na utajua uwezo wa Mwenyezi Mungu, na utamkadiria Mwenyezi Mungu ukweli wa kumkadiria. Allah anasema katika Qur'an, ya ayuhan nas, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ni mafakiri kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, Mwenyezi Mungu ndio mkwasi mwenye kushukuriwa na mwenye kusifiwa. Aya hii ni nzito sana ndugu zangu Waislamu, na imezungumzwa kwa makusudio maalum. Antum alfuqara, nyinyi ndio mafakiri, nyinyi ndio wenye kuhitaji, na mnayemhitaji ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghani, Mwenyezi Mungu ndio tajiri. Siku zote ukiweka aya hii mbele ya macho yako, anta fakir, vyovyote utakavyokuwa umeruzukiwa na Mwenyezi Mungu, lakini anta fakir tahtaju ila Allah, ukiweka mbele yako itakuwa inakukumbusha uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, inakukumbusha nani wa kumkimbilia katika ufakiri ulionao wa changamoto zinazokukabili. Huna solutions na changamoto hizo, kimbilia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu amechagua neno fakir, hajasema miskin, sababu kuna tofauti kati ya al-fakir wal miskin. Miskin ni mtu ambaye
ana kazi, ana sababu ya riziki, lakini haimtoshelezi. Yani akiamka asubuhi anakwenda sehemu yake ya kazi, hata kama kazi yake ni ndogo, labda unaiona ni dhalili, lakini khalas ana masdaru rizq. Kwa ushahidi kwenye Qur'an, amma safina fakana limasakini ya'maluna fil bahr, ile merikebu katika surati al-Kahf ilikuwa ni mali ya maskini wanafanya kazi baharini ya kusafirisha watu na mizigo, lakini Mwenyezi Mungu kawaita maskini. Fukara ni yule ambaye anapoamka asubuhi hata hajui atafanya nini, yani hana masdar ya riziki, hajui aende wapi, atakula nini, atafanya nini. Hadha huwa al-faqir. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia mimi na wewe, antumul fuqara, yani nyinyi ni hoe hahe, maskini kabisa wa mwisho, na Mwenyezi Mungu ndio mkwasi na tajiri. Maana yake nini? Tujiweke katika level yetu kwamba sisi kwa Mwenyezi Mungu si lolote, si chochote. Bila Mwenyezi Mungu sisi ni sifra, na hakuna changamoto yoyote ulionayo inaweza ikaondoka isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Tukielewa hivyo, ina maana tutakuwa tumejiweka katika position nzuri ya kutambua nani Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, fafirru ila Allah, kumkimbilia Mwenyezi Mungu ni zaidi ya dua, zaidi ya kuomba dua. Dua ni kunyanyua mikono ukamwomba Mwenyezi Mungu kwa adabu za dua, lakini alfirar ni zaidi ya dua. Alfirar maana yake ni kwamba mimi nimeshindwa kabisa, yani nakuja kwako Mwenyezi Mungu, sina suluhisho la haya ambayo yananikabili. Ndio maana ya kukimbilia Mwenyezi Mungu, kujitupa kwake. Kama yule mtoto alipokuwa anakimbilia, hana sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya mama yake. Angekwenda kwa jirani, kwa mama mdogo, akafanya hivi, la, hana sehemu nyingine zaidi ya pale. Kwa hiyo kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala ni zaidi ya kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kumkimbilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kumshtakia vile vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kumshtakia mashtaka yako na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Na mashtaka hayatakiwi yaende kwa mwanadamu yoyote, yanatakiwa yaende moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumshtakia ni kumshtakia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema ashakwa inma takunu ila Allah ta'ala, mashtaka yanakuwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake. Kama qala al-abd salih, kama alivyosema Nabii Yaqub alayhi salam, inma ashku bathi wa huzni ila Allah, hakika mimi nashtakia maumivu yangu ya moyo, nashtakia huzuni zangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maumivu ya kupoteza watoto wake wapendwa yalimuumiza mpaka akampofua macho kwa sababu ya huzuni, lakini mwisho kabisa akatamka maneno haya, ashku bathi, na mshtakia Mwenyezi Mungu maumivu ninayohisi ndani ya nafsi yangu, wa huzni, na huzuni zangu na yashtakia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mashtaka yanatakiwa yaende kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndugu zangu, kumshtakia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakukinzani, yani hakutofautiani wala hakuendi kinyume na subra. Mara nyingi tunazungumzia subra na mtu anahisi kwamba kuishi na matatizo na kusubiri ni moja katika ibada kubwa sana, mpaka inamsahaulisha kwamba pamoja na kusubiri unatakiwa ukimbilie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anahisi kwamba labda inakwenda kinyume na subira, nitakuwa mja sina subira bwana. La hasha, hii ni ibada, subra ni ibada, na kumkimbilia na kumshtakia Allah subhanahu wa ta'ala nayo ni ibada. Nabii Ayub alayhi salam, ambaye ndio mfano wa subira, anatufundisha. Alikuwa ni nabii mwenye familia kubwa, mwenye mali nyingi, mwenye afya nzuri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akapenda kumpa mtihani, akafiwa na watoto wake mmoja mmoja mpaka wakamalizika wote. Mali zake zote zikatoweka, mwisho akawa sio miskini, akawa fakiri kweli, yani hana mbele wala nyuma. Alikuwa na afya njema, lakini maradhi yakampata mpaka yakaathiri katika ngozi yake. Alikuwa na watu wengi pembeni yake, akabaki mpweke, yuko peke yake. Yote hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ni mitihani anampa, akimbilie kwake. Nabii Ayubu alikuwa na subra,
akawa anaona haya katika nafsi yake kwamba mimi nimepewa umri mrefu na Mwenyezi Mungu, nimepewa neema nyingi ya miaka mingi, familia, watoto, mali, afya. Leo nimepewa mtihani kidogo tu nikimbilie kwa Mwenyezi Mungu nianze kulia na kumwomba, yani hii kama vile inapingana na neema za Mwenyezi Mungu. Taban ni ufahamu wake, lakini Allah akamwacha mpaka akumbuke kwamba yupo anayetakiwa kukimbiliwa katika hayo, na subra haina maana hiyo. Alipozinduka Nabii Ayub alayhi salam, Qur'ani inatuzuia nasema wa Ayuba idh nada rabbahu, pale Ayubu alipokumbuka akamlingania, akamwita Mola wake, anni massani yadhur, Mwenyezi Mungu mimi nimeguswa na madhara. Yani hata dua yake anaiomba kwa haya, nimeguswa na madhara. Wa anta arhamur rahimin, na wewe ndio mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Pale amekaa miaka yote na haya matatizo, miaka yote. Baada ya kusema maneno haya tu, fastajabna lahu. Watu wa lugha wasema fa ni ya pale, sio thumma. Katika thumma maana yake baadaye, lakini fa ni jibu la pale. Baada ya kumaliza kunyosha tu mikono yake, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri, tukamuondoshia maradhi alikuwa nayo. Ukiangalia mufassiruna walivyotafsiri na kuelezea kwa nini Nabii Ayub alayhi salam alikumbuka mwishoni mafunzo yanayopatikana, na kwa nini Mwenyezi Mungu aliacha aendelee na maradhi haya katika kipindi chote hicho. Yote haya ni mafundisho kwa Nabii Ayub, lakini ni mafundisho kwetu sisi. Usisubiri katika dhiki, usisubiri katika shida, usisubiri katika maradhi. Sio usubiri maana yake ufanye shirki, la hasha. Elewa kuna wa kumkimbilia, naye ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mlilie Mwenyezi Mungu, mlazimishe Mwenyezi Mungu kuwa king'ang'anizi na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anafurahi unapokuwa king'ang'anizi na unaona lazima unijibu, lazima uniondoshee maradhi haya Mwenyezi Mungu, sina mwingine wa kuniondoshea zaidi yako. Yani ukalia ukamlazimisha Mwenyezi Mungu akubali dua yako, Mwenyezi Mungu anafurahi. Usimwombe Mwenyezi Mungu dua ya kumjaribu, ukambipu, mpigie moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Zakaria alayhi salam alikuwa tasa, mke wake alikuwa tasa, yeye alikuwa na miaka 75-80. Kibinadamu yake kupata watoto mustahili. Mwenyewe ndani ya nafsi yake kama vile alikata tamaa, lakini alikuja akafundishwa na binti mdogo sana, kamkumbusha mtume wa Mwenyezi Mungu, binti mdogo. Kila akiingia kwa chumbani kwa Maryam, Qur'ani inasema kullama dakhala alayha Zakaria almihrab wajada indaha rizqan, anakuta na matunda na nini, mihrab hajaleta yeye, na yeye ndio kwa mlezi wake. Qala ya Maryam anna laki hadha, Maryam hizi umepata wapi matunda kama haya? Hapa mjini hakuna haya matunda, nadra sana katika msimu tulionao. Qalat huwa min indillah, matunda haya nimeletewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Mwenyezi Mungu anamruzuku anemtaka bila asbab, bila hisabu. Subhanallah. Nabii alisahau hicho kitu, ana shida, ana changamoto, mke tasa, yeye mzee ameomba dua tangu kijana huko, lakini Mwenyezi Mungu hashindwi wala hafuati asbab. Akarudia akasimama kwenye mihrab kusali na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hunalika daa Zakaria rabba, alipopata mafunzo ya Bi Maryam pale akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, Mola wangu nipe mimi kutoka kwako kizazi kilichokuwa chema. Innaka samiu dua, hakika wewe ni mwenye kusikia dua. Anaswali pale dua hiyo anaiomba katika swala, anaitwa na Mwenyezi Mungu, fanadathu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaika anamuita pale anaswali katika mihrab, anna Allaha yubashshiruka bi Yahya, kama Mwenyezi Mungu anakupa habari njema, utapata kijana ataitwa Yahya. Subhanallah. Miaka yote amekaa na ndoto, lakini amekuja kufundishwa na Maryam alayha salam kwamba Mwenyezi Mungu hana asbab, hana kitu kinaitwa impossible. Ndivyo tunavyofundishwa sisi.
Wewe unaweza kukatishwa tamaa kabisa katika maradhi, katika maisha, katika kila kitu, lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitu kinachoitwa impossible, mustahil, hakuna. Yeye ndio alitengeneza asbab na yeye anaweza akaziondoa zile asbab na akakupa kile ambacho unakihitaji. Muda wa kudumu unayaqini tu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na unajua kwamba haya matatizo yangu hakuna wa kuniondolea zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Yusuf alayhi salam amekaa jela miaka mingi kwa kesi ya dhulma. Wote tunafahamu kisa cha Nabii Yusuf. Kisingizio masuala ya zinaa, akaomba paka aingizwe jela na kweli akaingizwa jela. Qur'ani inatuambia wakaja vijana wawili watafsiriwe ndoto zake. Akawatafsiria, akamwambia wewe utauawa. Wewe utakuwa waiter wa mfalme, utakuwa unamnyosheleza vinywaji. Baada ya kuambia, Qur'ani inatuambia waqala lilladhi dhanna annahu naji minhuma, akamwita yule ambaye, tafsiri hapa sio dhanna, sio hakika, yule ambaye alidhania kwamba ndio atakayepona katika wale wawili, akamwambiaje? udhkurni inda rabbik, ukitoka shekhe tengeneza connection kwa mfalme, mwambie kuna jamaa anaozea jela kwa kesi ya dhulma, afikirie kunitoa. Huyu ni nabii wa Mwenyezi Mungu, amepita kwenye mitihani mingi, lakini majaribu, na Mwenyezi Mungu anataka kutoa fundisho. Mwenyezi Mungu anasemaje? fa ansahu shaitanu dhikra rabbi, shaitani akamsahaulisha yule bwana kwenda kumwambia bosi wake kule. falabitha fi sijini bid'i sinin, Yusuf akakaa jela miaka 9 mingine, 9 years. Fundisho, hakuna connection ya Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Huyu atengeneze connection, amwambie mfalme, mkumbuke kuna jamaa yuko jela. Hujakumbuka kwamba kuna Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndio ulimuomba akakuweka jela. Kiangalia tafsiri za maulama wanavyozungumza mafundisho ambayo yanapatikana katika kumtegemea na kutengeneza connection kwa asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na madhara yake. Ndio maana tukasema fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza kuwa na matatizo, haikatazi connections za kibinadamu. Unajuana na waziri, unajuana si na afisa gani, unajuana na mtu gani, kumwambia bwana kuna jambo langu, lakini anza kwanza kwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndo atawaamrisha waja wake wakuhudumie kwa sababu umemwanza yeye. Lakini ukaweka matarajio yako kwa connections za kibinadamu, kwa nafasi aliyokuwa naye, kwa nini? Subhanallah, saa nyingine Mwenyezi Mungu anakuzidishia matatizo yale ambayo umeomba yaondolewe. Lengo na makusudi sio kukutesa, lengo na makusudi kuonyesha kwamba ulikosea, rudi. Kama ambavyo Nabii Yusuf alayhi salam alionyesha kwamba kwa nini umemtuma mtu akazungumze na mfalme? Kwa nini usinyanyue mikono yako moja kwa moja ukaniambia mimi? Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili marfuu, inasema rahimallahu Yusuf, Allah amrehemu Nabii Yusuf alayhi salam, laula kalimatahu, kama sio neno lake la kusema ni kumwambie mfalme anikumbuke, ma labitha fi sijni tuli ma labitha, asingekaa jela kwa miaka aliyokaa jela. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwasomea masahaba kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam. Neno gani? udhkurni inda rabbik, hebu mkumbushe mfalme, nimtaje mfalme, muelezee kuna mtu yuko jela ana shida. Hiyo peke yake imemfanya miaka iongezwe kwa Yusuf, kwa sababu alikimbilia kwa connection ya binadamu, akamwacha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan al-Basri baada ya kuwa anaelezea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alilia sana, akasema nahnu idha nazala bina amrun, sisi tunapopatwa na matatizo sisi, fazana ila nas, tunakimbilia kuwaelezea watu. Shekhe bwana, nakutegemea wewe tu, tatizo langu ni wewe tu shekhe. Yani subhanallah, tena unasawa kusema baada ya Mwenyezi Mungu ni wewe tu shekhe, yani sina mwingine wa kumkimbilia. Sasa haya maneno ndugu zangu yanakwenda tofauti kabisa na kumkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yanakwenda tofauti kabisa na kujitambua wewe kama ni Muislamu unatakiwa umlilie nani, na yanajitokea katika nafsi zetu. Wewe rudisha mkanda wako nyuma wa matatizo na mambo, angalia watu gani uliwakimbilia. Hatukatazi kusaidiana katika shida za kibinadamu,
Lakini ninachotaka kukisitiza katika mhadhara wa leo, uwe tayari faili lako la matatizo liko kwa Mwenyezi Mungu. Tayari umeshalipeleka. Sasa ukitafuta kwa wanadamu zile ambazo wanaweza kukusaidia, hii ni taawunu ala albirri wa taqwa. Ni kusaidiana katika mambo mema na ucha Mungu. Ndugu yangu Muislamu, saa nyingine tuna haraka sana na hatujui kama Mwenyezi Mungu ametujibu dua zetu. Unaomba mara 2 mara 3 haijatokea unachokitaka. Bana nimeomba sana bana. Na mimi napata simu nyingi sana za watu. Sheikh nimeomba sana. Bwana Sheikh mlilie Mwenyezi Mungu kwenye mswala. Sheikh nimelia sana, nimeomba sana. Yaani maana sasa nimechoka. Sasa unataka nini yani sasa? Wewe kuwa na yakini kwamba unachokiomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujibu. Mwenyezi Mungu anasema inni qarib